Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake na neema ambayo ametupa siku ya leo. Ninalitukuza jina lake na kulinua kwa kuwa ndilo jina lenye mamlaka, jina lenye nguvu. Ninawasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Heri ya Christmas watumishi wa Mungu. Heri ya Christmas. Maana tayari Kristo amezaliwa kwa mujibu wa Biblia. Mbarikiwe sana. Mbarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo ametupa. Ngoja tuombe. Baba, ninakushukuru na kukutukuza kwa ajili ya uaminifu wako na neema ambayo umetupa. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Watumwa wako tuko mbele zako tena. Tunashangilia utukufu wako na neema yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Mungu Roho Mtakatifu, ninakukaribisha ndani yangu siku ya leo. Ili uwe pamoja nami. Unisaidie kuishi kama utakavyo. Na unisaidie siku ya leo. Maombi ya leo yakawe ni maombi sio ya kawaida. Ni maombi yenye kusogeza milima. Ni maombi yenye kukimbiza falme na mamlaka zote. Bali utukufu wako Jehova ukasimame siku ya leo. Ninakushukuru kwa sababu utajidhihirisha. Kila neno tulifanyalo litakuwa ni neno lenye nguvu na mamlaka. Litakuwa ni neno lenye kudhihirisha uwepo wako ndani yangu na maisha yangu kwa ujumla. Ninakushukuru kwa sababu leo ni siku ya 25 mwezi wa Disemba. Kwa sababu Mungu, wakati mwingine niliona tu mwaka jana, lakini sasa ni wakati mwingine wa mwaka mwingine. Maana yake unaniandaa kuyafikia mapenzi yako tena katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu. Ninaita neema yako na mapenzi yako yanifiche mimi na nyumba yangu, yanifiche mimi na watu wangu wa karibu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea sifa na utukufu kwa kuwa unatenda na unafanya kwa ajili ya jina lako, kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake na neema ambayo ametupa na ametupatia. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ninawasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo. Ninamtukuza Bwana Yesu kwa ajili ya siku ya tarehe 24 ambayo ilikuwa ni jana. Kwa sasa tunamtukuza Mungu kwa ajili ya uaminifu wake, kwa hicho kidogo tulichopata kwa ajili ya kuwafanya wengine wafurahi. Nashukuru Mungu kwa sababu tumefanikiwa kupeleka kwa familia kama 7. Tunatenda sawasawa na mazingira tulionao na tunatenda sawasawa na uwezo tulionao. Ninamshukuru Mungu sana. Mungu akubariki wewe ambaye umekuwa umewafanya watu hao kufurahia pamoja na wewe siku ya leo. Mungu akubariki sana. Tumefanikiwa kupeleka kwa wahitaji. Naweza nikasema familia 7. Sio nyingi, lakini wakifurahi pamoja na familia zetu, ninaamini ya kwamba tunapata baraka mbele za Mungu. Niseme tu kwamba kitu kingine, kwa wale ambao watahitaji kuwaunga kwenye grupu la Holy Me Child, kwa ajili ya hilo grupu ni maalumu kabisa kwa ajili ya wahitaji. Ni maalumu, ni grupu la kusapoti wahitaji. Kule ndiko tunakotuma hata picha. Hatukutuma picha ya nani kwa sababu hatukufanikiwa kupiga picha. Hatukuwa na huo muda wa kutosha siku ya jana. Siku ya jana tulikuwa na mambo mengi sana, kulikuwa na msiba.
kwa mchungaji wetu ulikuwa na msiba, lakini pia kwa shemasi wetu pia na yeye alikuwa na msiba hapa Dodoma. Baba yetu ndo alifiwa na mtoto wa mdogo wake, kwa hiyo alisafiri yeye. Kwa hiyo ni kama sasa hatukuwa na muda wa kutosha na hatukuweza kujigawa kwa namna hiyo. Kwa hiyo ndo maana hatukufanikiwa kupiga picha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimejaribu kupiga picha kwa ajili ya wale wachache ambao nilifanikiwa kupata picha zao, ambao wanahitaji watoto kama 16 ambao tutaweza kuwanunulia viatu pamoja na nguo za shule na mahitaji yote ya shule. Kwa hiyo hizo familia pia, wakati kama huu kuna njaa sana maeneo ambao hao watoto wametokea. Hao watoto wote wametoka kwenye vijiji vya ndani sana, huko vijijini kabisa. Nafikiri hata ukiangalia picha utaona mazingira ambayo wamechukuliwa picha zao. Kwa hiyo ni kuombe tu mtumishi wa Mungu, wewe guswa. Nilizungumza nikasema kwamba kwa ajili ya watoto tunatarajia kama watoto 60, watoto wasiopungua 60. Kwa hiyo nilipigia hesabu nikaona kama ni pesa isiyopungua milioni 4, na hata sasa hivi bado hatujafika huko kabisa. Kwa ni kuombe mtumishi wa Mungu, wewe utakayeguswa, hebu tuchangamke kulitekeleza hili. Mimi nafikiri tutatekeleza kwa kadiri ya uwezo wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa wewe ambaye utakayetaka ni kuunge kwenye hilo grupu, unaweza ukaniambia nikakuunga kwenye grupu Hold Me Charity, kwa sababu huko tutashughulika na matendo mema tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndo matangazo yangu kabla hatujaingia kuomba. Sasa nikaribishe watu wa Mungu ambao wanahitaji maombi, lakini wenye ushuhuda. Leo kuna kitu ambacho nataka nikufundishe. Ukikielewa tu, kuna mahali utasogea pakubwa sana. Karibu kwa ajili ya mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na mimi napenda kumshukuru Mungu kwanza kwa kupatikana saizi. Jana nilichelewa, nilikuwa nikakuja kufuatilia tu mshamaliza. Lakini mimi nilikuwa na shukrani kidogo. Na nizungumzie ndoto ndogo nilipata. Mimi nakuwa na tabia kwa wakati unafika saa 11 ya alfajiri, unakutana kwamba usingizi unapotea kabisa, unakutana sina usingizi. Nifanye nini? Naweza nikaomba nikarudia, hakuna usingizi. Basi nakuwa na tabia naangalia humu grupe, naangalia mahubiri iko nafungula, niko kitanda niko nafuata. Na mara nyingi siku ya Jumapili na kiaka kuamka, nyinyi huko mlishamaliza ibada, nakutana mlishasukuma. Hii Jumapili ya juzi hapa, niliamuka nikakutana mnasukuma. Mlikuwa na mgeni alikuwa anafundisha namna gani ya kusamini mtumishi. Alifundisha kwanza, kafundisha kabisa. Mimi niko kitanda niko namfuatilia. Mara moja anakuwa kumwisho usingizi ukanibeba. Usingizi uliponibeba nikakuwa kushituka, mimi nakuwa pamoja umo ndani ya kanisa lenyu, nakuwa mule ndani. Wow. Sasa naona saa vile mwenye nakutana papa mchungaji Daniel Kituo. Ndio naona sasa ndio alikuwa anatumika. Basi alimaliza kutumika, nikaona sasa nikasema yo Mungu wewe, baba huyu nilikuwa namuona njoo kutelefone na kutelevisheni, naingia pamoja naye. Nikakuwa na furaha sana. Basi nikaja kuona mkutano inaisha, lakini sasa yeye nikakuwa kumuona ni mwenye kutabasamu sana, anasimama kwenye wapiga muziki. Anatabasamu sana. Nikasema paka nimkupe mkono nimsalimie mchungaji. Nikaenda nikamsalimia, jambo baba. Akasema jambo.
Kasema baba, naingia pamoja na wewe. Nilikuwa nakuona tu kwa mitandao, lakini leo naingia pamoja na wewe. Basi nikaona sawa, hanijali. Mimi nikatoka sasa, papa nishamsalimia ngo nitoke. Sasa nitoka sema sasa wewe unaniona sufurahi. Nisikia sasa hivi mara moja nikarudia nikaenda piga magoti mbele yake. Nilipopiga magoti mbele yake nikaona kakuya. Ni juu tuko mbali, ningeonyesha jinsi alikuwa ananikumbatia. Nikaona sana nakuya, sasa iko ananipima au nyuma mgongo, iko ananipima kusura, anakuya hapa kusura yangu kulikuwa kijasho, kifukuto ananipanguza. Nyuma pale nikaona anatoka kaenda kwenye kulikuwa vitu vyake, akaenda katosha kitu kimoja cha mofi. Pale tosha kitu kimoja kwa mofi, akangola akatosha ndani. Kumbe ilikuwa ni meno iko nayo. Nikaona anatosha jino moja, anapia nayo, ananifungula kinywa. Mimi pia kufungula kinywa pia na katikati ya meno yangu, kumbe nilikuwa na mapengo, meno haienee mkinywa. Mara moja nikaona akanitia mkinywa, akanitia pale kwa kulikuwa mapengo. Nikasikia naanza tembea, sasa mbona anaweza katema, mbona kama pale kusema vile. Mara moja nikafuta naingia pale kwa ile lipengo, na lipengo kapita na ziba. Sasa watu walipoona mimi napiga magoti pale, wakaja wengi hawatumikii. Lakini nikaona sana nitumikia mimi pekee. Ndio nakaza mbona tulikuwa na mume wangu, naweza ngekuja hapa tupiga magoti mbele ya mtumisha tuombee. Sasa mimi nakuwa naongea kama kwa hata niambia wenyewe naona kwa maisha yangu. Lakini wenyewe niliona ni hiyo meno alikuwa nayo, akanipatia dino moja, akanitia ndani ya kinywa kulikuwa lipengo, na mara moja akaziba ile lipengo. Mara moja nikashtuka msingizi. Yes. Hongera. Hongera, kuna kitu ambacho kilikuwa kimepungua. Kuna kitu ambacho kilikuwa Basi kwa hiyo nashukuru Mungu sana. Jinsi nilikutana na mtumishi kwa usingizi na jinsi alinitumikia, nikaanza kujiuliza kumbe meno yangu haikuwa inaenea mkinywa. Nikamlemsha papa, mbona mimi natapokea muujiza sasa? Waseme nini? Mimi napokea muujiza tu hapa kufuatana na hii mahubiri nilikuwa nafuata hapa. Basi namshukuru Mungu sana, naendelea kujifunua kwangu. Mimi nilikuwa naanza naeneza meno, kumbe kulimwengu wa kiroho wa Mungu sikuwa naeneza meno, ndio sikujua tafsiri kwa nini. Bwana asifiwe. Sio, haleluya, sio meno. Kwa tafsiri ya hiyo ndoto, Mungu alitumia sura ya mtumishi wa Mungu kukamilisha kile kilichokuwa kimepungua kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuna muujiza Mungu amesha kujibu, na utauona kwa macho ya damu na nyama kabisa. Unajua Jumapili ilikuwa kwetu, ilikuwa ni siku ya baraka kutoka kwa Baba. Alikuwa anabariki watoto wake. Hongera, na wewe umekuwa miongoni mwao, umebarikiwa kabisa. Ni kwa sababu ulifuatilia kwa moyo, na ndio maana ukachukuliwa katika roho kushiriki ibada hiyo. Hongera sana. Hongera. Amena. Namshukuru Mungu katika hilo. Karibu mtu mwingine. Amena. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Namshukuru Mungu kwa kuiona siku ya leo. Siku nyingine mpya, na pia kuvuka mwaka. Mungu kweli ni mwema. Ila niko na ndoto. Tena bado nahitaji. Mimi ndoto ya kwanza niliota tunafukuzwa. Nilikuwa na ndugu zangu, msichana mdogo wangu anaitwa Salome na mwingine msichana pia, lakini mwingine sina kumbukumbu naye. Nikajiona niko nyumbani, lakini wakati siko nyumbani. Kwa sasa hivi siko nyumbani, niko kazini, lakini nilijikuta niko nyumbani. Wale watu wakawa wanatufukuza na walikuwa wamebeba visu, wanataka kutuangamiza. Mara ya kwanza wakaja wakanipika mimi na yule msichana mwingine ambaye sina kumbukumbu naye. Sasa wakawa wametubwaga chini. Sasa ile hali ya kujitetea, tukapata nafasi tukatoroka, na kulikuwa ni msituni. Naona tulikuwa msituni mahali kwenye tulikuwa tuko. Tukatoroka. Tulipotoroka wakatufukuza, wakatukosa.
na tukaa tumepoteleana na dadangu sasa Salome. Alafu baadaye nikaja sasa naye pia wakawa wanafukuza, vile wanafukuza sasa mimi nikawa pia nawafukuza wao kutetea sister yangu mdogo wangu asimdhuru. Basi hiyo ndoto iliendelea huo siku, yani haikuja mara moja, ilinisumbua sana. Yani kwa kweli kule kwa ndoto nilikuwa naona kitu kama mbaya live, lakini nilipoamka asubuhi hadi nilichelewa kuamka asubuhi, na nilishangaa sana, nikasema kwani hii kumbe ilikuwa ndoto. Mimi kwa ndoto nilikuwa naona kitu yani inaendelea live kabisa. Lakini asubuhi kuamka nikashtuka sana, nikasema kumbe nilikuwa kwa ndoto. Lakini wale watu vile walikuwa wameshika pesa wanataka kutukata, ndio hivyo tukaponyoka. Tukaenda wakafuatilia sana dadangu, lakini pia mimi sikuacha dadangu wa mdhuru, tulipambana nao. Mwishoni nikatoka aje tukakaa na yule guide mtu mmoja, nikamwambia kwani nyinyi mbona mnafanya hivi, kwa nini, si tuliwakosea nini? Akaniambia kwanza hata mimi nimeacha, hata nataka kuokoka. Akamwambia basi sawa, haya twendeni nyumbani. Tukashikana na huyo mtu na Salome wetu tukawa tunarudi. Ikawa imeishia hapo. Ya pili nikaota pia niko na mkubwa wangu, tuko nyumbani vile vile, tukawa tunajenga nyumba. Ile nyumba ilikuwa tunajenga zile nyumba za matope, tumefunga ile miti huku chini, alafu kule juu imegongelewa paa ya mbao ili tuweze kuweka bati. Sasa kukatokezea ghafla wanatuambia msijenge hapa, wakaanza kushika nyumba na kuitingisa huku anatusukuma sisi tuondoke tusijenge. Basi tulipambana nao hivyo hivyo, na nikaamka hivyo hivyo tukipambana na hao watu. Yeah. Alafu ya tatu nikaota tu nataka kuoleka. Sasa vile nataka kuoleka, sasa naona ni siku ya Jumatano, walikuwa wanaleta ile nguo ama ile shela lenye nitavaa. Sasa vile wanaleta, mimi kwanza nilikuwa Hello? kuja. Hello? Ndiyo, karibu. Yani nasema ya tatu nilikuwa nimeota nataka kuoleka. Sasa nikaona mamangu mdogo, yani nilikuwa kwanza nimetoka kidogo, baadaye nilikurudi kwa nyumba nikakuta mama mdogo amekuja. Bila amekuja akawa amekuja na manguo za familia pale, sasa wakawa wanaziangalia, alikuwa yeye ndo amezitengeneza, yani ameshona yeye. Sasa alipokuja nazo ndugu zangu wanaangalia. Sasa huku tukiwa tumekaa tunasubiri shela, niletewe ile shela ambayo ndo nitavaa siku ya harusi. Sasa vile tumekaa pale mahali kwenye tumekaa, si tuko mlimani, lakini sasa ile nyumba yetu iko mlimani. Yani ukiteremka huo mlima chini kuna mto. Sasa tukaa vile tumekaa, ghafla eti naona mamangu ako na mtoto mdogo. Sasa ameteremka huo mlima na akaenda kuingia kwa huo mto, na ulikuwa na maji. Ikawaje sio mengi, lakini yeye mtoto alikuwa ni mdogo, namuona ni yule mtoto ambaye anatambaa. Sasa yale maji yakawa yanampeleka. Sasa sisi ndio kumuona. Sasa sisi tulikuwa mbali kwa mto, nikaona kulikuwa na mtoto kama wa miaka miwili pia naye. Sasa akawa vile maji yanampeleka, yule mtoto wa miaka miwili akawa anamfukuza yule dadangu mdogo eti, lakini hamshiki na yuko karibu naye. Sasa sisi tulikuwa sisi pia tukashuka, sasa tukaanza kumfukuza na wengine. Sasa sisi tukamfukuza, mimi sijui hata ilikuwaje kule mbele, mimi nikapotea njia, nikatoka kwa nchi kavu. Sasa badala ya kwenda kwa mto kufuata ule mtoto, nilijiona nimetoka kwenye nchi kavu, alafu wale ndugu zangu wakiendelea kufuata ule mtoto, nikaamkia hapo. Hata sielewi, naomba unisaidie. Okay. Mnaenda moja kwa moja umalize kabisa, nahitaji afu taendelea kukujibu. Okay, sawa. Hitaji langu, nasikia naumwa na titi mkono kushoto, nasikia maumivu kwa ndani. Hiyo ndio hitaji langu, naombeni maombi. Nani mwingine ana shida hiyo ya kuumwa? Nani mwingine alishawahi kuumwa titi? Kwetu hapana, hakuna.
Aisee. Unaitwa nani? Naitwa Lois. Okay. Ulishiriki yale maombi ya toba ya mabadiliko? Ulishiriki vizuri, uliona nini? Au ndo baada ya hayo maombi ndo hizo ndoto? Ndo baada ya maombi ndo hizo ndoto. Hizo ndoto zote zinaonyesha uharibifu ambao unafatana kwa familia. Sio peke yako, ni kwa familia kabisa. Ndio maana nimekuuliza. Haya, ndoto ya kwanza umeota unapigana na sio peke yako. Maana yake Mungu anakuonyesha au nafsi yako inakuonyesha kuna vita ya familia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana uliona mnapigana nyinyi wote na ndugu yako. Lakini ya pili pia ulikuwa na ndugu yako pia, si ndio? Ya tatu pia inamhusu mama na mtoto mwingine ambaye humjui ni nani yako. Lakini kwa ufupi, hii familia yenu iko kwenye vita. Na sasa unapoomba usijiombee peke yako. Pambana kuombea hii familia itoke kwenye mateso, familia nzima. Ni kama unaonyeshwa hivi, endapo utakapo ile ya kwanza, endapo wewe utakapokuwa mshindi, ndugu yako kama sio mshindi, ni lazima utaanza kupambana kwa ajili ya ndugu yako. So umenielewa? Na mara ya mwisho kabisa, hii ndoto ya mwisho ndio imekuonyesha uhalisi wake. Maana yake hii vita, pambana sana kufanya maombi ya kukomboa tabia za asili kwa upande wa mama. Amina. Umenielewa mtumishi wa Mungu? Ndio. Ndio maana ukapambana, ukachoka, ukawaacha wenzako, bado hamjafanikiwa. Maana yake kama kuna ndugu yako mwingine muombaji, mshirikishe, mshiriki maombi ya pamoja. Na maombi hayo mtaingia kuomba toba kwa ajili ya familia, upande wa mama sana sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata hiyo shida ina 80% kwa upande wa mama. Ndio maana nimekuuliza kuna ndugu yako nani mwingine alipata shida ya hiyo ziwa, lakini Yesu atakuponya ili uwe ushuhuda. Okay, sawa. Ngoja tuombe. Okay. Baba, katika jina la Yesu ninalitukuza jina lako na kulinua kwa ajili ya mtumishi wako. Asante kwa sababu wewe uletaye uzima na afya njema. Ninakemea hiyo hali ya maumivu kwa namna yoyote na kwa dalili zozote. Kaa kimya na unyamaze, uachie maisha ya dada huyo. Kaa kimya na uachie maisha ya dada huyo kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutangazia uzima na afya njema, na hayo maumivu hautayasikia tena kwa jina la Yesu. Ninatangaza na ninaamini. Amen. Amina. Asante. Asante pia. Karibu mwingine wa mwisho sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Na mimi ninahitaji tu, kwa sababu tangu ile siku tuliingia maombi ya toba ya kukombolewa, kwa kweli hizi siku mbili hapa niko naota, lakini sifahamu, ila naona vitu kwenye ulimwengu wa roho, lakini nikiamuka vinanipotea. Sioni kabisa na sikumbuki, kumbukumbu haiji. Hata nikikaa nikivutia kumbukumbu, hapana, sipati picha. Hitaji la pili ni kuhusu hii maumivu yangu mkono wa kushoto. Ile siku uliniombeaga nikasikia tu vizuri. Siku ya ile siku nikala chakula nikakaa chini. Siku ya pili ilikuwa siku ya 5 ndio uliniombeaga. Siku ya 6 nikala chakula nikakaa chini. Lakini ilipofika tena siku ya Jumapili, maumivu tena akaanza kunisumbua, na hata hivi niko hapa tena anazidi kunisumbua kabisa. Ananisumbua. Ndio hitaji langu niko nalo. Pole Aisha. Kuhusu ndoto kutokea na kutokuona na hii maumivu, kwa kweli inanisumbua.
Okay, shika tu wa upande unaoumwa. Mkono gani umesema? Nimeshashika. Mkono gani? Wa kushoto, wa kulia? Na samahani nikuulize maswali. Kuna kitu gani kinakusumbua kwenye fikra zako? Kwenye fikra zangu ni maendeleo tu, kuona gisi nayaishi tu maisha tu ya vita tu basi. Nikwambie kitu. Biblia inasema mkabidhi Bwana njia zako zote na kisha mtumainie wewe. Ninaona una tatizo la kuwa ukiamini leo, kesho kitokea jambo fulani hata kama ni dogo linakurudisha maili nyingi nyuma. Kwa hiyo unatakiwa ubadilike. Wewe huumwi chochote isipokuwa moyo wako unaubebesha mambo mengi mpaka unashindwa kufanya kazi. Yaani sijui nitumie lugha gani unielewe. Niseme kwamba kuwa makini na mzunguko mzima wa maisha yako, kwa sababu hakuna usalama kabisa. Hebu kuwa makini. Adui anatumia njia ya mzunguko wa maisha, alafu unakumbuka vitu vidogo vidogo. Yaani hata kama kulikuwa na vitu ambavyo ulishawafanyiwa muda mrefu, ulishakisikia muda mrefu, ukikumbuka tu tayari, yaani picha zinaanza upya, maumivu yanaanza upya. So umenielewa? Kwa hiyo jitahidi uokoe moyo wako, shetani asije akatumia huo mlango kukupa mashambulizi makubwa sana, na ndicho ninachokiona. Kwa hiyo hebu jaribu, na ndio maana jana tuliomba kushughulika na picha za zamani. Watu wengi pia wanashindwa kumuona Mungu kwa sababu hiyo. Sikia, Mungu akishasema amekujibu, amekujibu. Sasa shida ni moja. Biblia inasema hivi, adui pepo akimtoka mtu hurudi mara kwa mara, huja kuangalia nyumba yake kama imepambwa. Anamaanisha nini kusema kwamba nyumba yake imepambwa? Anamaanisha pepo huwa anarudi sawasawa na tabia ambayo ilimpa mlango. Na watu wengi wameshafunguliwa, watu wengi wameshapewa majibu na Mungu wao, lakini tatizo kubwa namna ya wanavyoyapokea mambo, namna wanavyojaribu kukumbushia mabaya yaliyopita, namna wanavyojaribu kuwakumbuka wabaya wao. Na Biblia inasema ukienda mbele za Mungu, hata kama una sadaka ukakumbuka kuna mtu una neno naye, usitoe hata sadaka, rudi kwanza ukapatane naye. Kwa sababu gani? Mungu anataka kukaa ndani yetu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana ya kwamba Mungu alisema kwamba Yesu Kristo, tazama na mimi naja upesi, lakini akasema anakuja ndani yetu kuja kufanya makao. Yeye na Baba watakuja kufanya makao ndani yetu, na kama wako ndani yetu, tukimuomba jambo lolote Baba atatenda. Sasa swali ni kwamba kwenye moyo wangu ni nani yupo hata ninapomwendea Mungu? Na mara nyingi Mungu, ukiona kuna tatizo fulani umeombewa au umeomba mwenyewe, Mungu akaliondoa, maana yake tayari yuko ndani yako. Kazi ni wewe sasa kumfanya Kristo aendelee kuishi ndani yako ili alete uponyaji wa milele. Haleluya. Tatizo iko hapo. Nisikilize mtumishi wa Mungu. Jitahidi sana kupambana na tabia ambazo sio za kimungu, tabia za asili. Namna ulivyokuwa unaishi kabla hujaokoka ni lazima. Unaposikia kwamba mtu amekuwa kiumbe kipya baada ya kumpokea Kristo, maana yake amepokea mabadiliko ya maisha, mwenendo, tabia, kunena kwake, kutembea kwake na kila kitu. Ni kuombe sana mtumishi wa Mungu, jitahidi roho ya kutokusamehe uifukuze kwenye maisha yako, kwa sababu isije kakuletea shida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaomba sasa tukuombe. Niombe watumishi wa Mungu ambao mko online, niombe kwamba mjitahidi kumute sauti, kwa sababu nina rekodi
Naomba mjitahidi kumute sauti kwa sababu nina rekodi. Unaweza ukawaharibia wengine watakao kuja kusikiliza baadaye audio hii. Kaka Frank, naomba tusaidie kumute. Naomba tusaidie kumute. Simu yako inapiga kelele kidogo hapa. Kama hiyo nasema kweli mama yangu, mimi kwa mimi mwenyewe napaka najitahidi sana. Kama leo nilikuwa tu nakaa tu hapo, niko nasoma tu maneno tu ambayo naandika, mimi nasikia tu mhubiri anahubiri na mimi yale maneno yananifurahisha na yaandika. Niko nayapitia tu. Nikasikia tu moyo tu nagonga tu ndani ya tumbo, kaanza kunikumbusha maneno ambayo waliniambia kuhusu mtoto wangu. Sasa nikaanza kujiuliza, hii maneno hapa ninasoma neno, hii maneno yanatoka wapi? Basi nikasimama, nikaja kukaa chini, nikaanza kuomba, nikaomba. Yaani hiyo nakuwa najitahidi, lakini hiyo ni vita ambayo niko nayo. Utakuwa uko hivi hauna na akili nayo, umeshayafuta, lakini unaona tu inakuja tu peke yake. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu nitayavuta na yapiganisha na kemea, nasema roho ya kushindwa, roho ya hofu, roho ya mashaka yote ondoka ndani mwangu, na kemea. Unaona muda kidogo inanisha. Unaona hasira inaweza kupigana hiyo vita kweli. Jinsi kinanijia mimi mwenyewe sivyo. Naweza kwa niko naomba tu, na naona tu kitu kinanijia tu. Sasa mimi naanza kujiuliza, haya niko kwa mambo mengine. Hiyo nayo inatokea wapi? Na hii haina hata mwakili yangu, wakati kitu kishakapita na mimi nishakisahau. Tena nakuja wapi? Mungu nisaidie, Roho Mtakatifu. Ondoa ya mashaka, ondoa hiyo hasira, ondoa uchungu ndani mwangu. Naanza kuyakemea, inaweza kamata hata dakika 30. Niko na kemea tu, lakini nakia kuona tena inakia kuniachia. Sijua mimi mwenyewe kwenye natoka mama yangu. Utakuwa uko tu hivi, hata zaidi nikiwa kama ninasoma Biblia. Ndio yananipia, kama nakaa mbele ya Mungu yananijia sana. Pole. Unabidi ushindane sana na hiyo roho. Ni tabia za adui zinajaribu kukufanya kwamba moyo wako hujaachilia mambo yaliyokuumiza. Kwa hiyo ni njia za adui anazozitumia kwa ajili ya kukuharibia wewe connection yako na Mungu. Na Roho wa Kristo huwa anaondoka ndani ya mtu anapoona yeye hapewi support au anatoa maelekezo mtu hayapokei. Mara nyingi sana unapoisikia hiyo sauti, kuna sauti mbili ndani yako zinashindana. So nimenielewa, kuna sauti mbili. Moja inakwambia mbona hili jambo lilishapita na Mungu kwa sasa na kuwazia mema, lakini sauti ya Roho Mtakatifu huwa iko kwa upole sana. Alafu hiyo sauti sasa ya shetani ndio inakujaka kwa nguvu, inafanya kukulazimisha usikie uchungu. Kwa hiyo ninaamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu katika kujifunza, katika kusikia, tutapokea mabadiliko. Naomba tu tukuombee siku ya leo, na ninaamini kwamba utakaa sawa na haitarudi tena hiyo hali. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru na kukutukuza kwa ajili ya mtumishi wako. Kwanza kabisa ninaomba rehema, ninaomba toba kwa ajili ya mtumishi wako huyu. Samehe Yesu Kristo. Na ndio maana ulipokuwa duniani kuna wengine uliwaambia umesamehewa dhambi yako, nenda kwa amani. Kwa sababu ninaamini maumivu hayo chanzo chake ni dhambi. Hivyo kwa jina la Yesu Kristo, Biblia inasema Bwana anatusamehe dhambi kwa ajili yake mwenyewe, wala hata kumbuka uovu wetu kabisa. Ninatangaza mama huyu kumtenganisha na roho ya kishirikina na kichawi inayofuatilia maisha yake, ili kumondoa kwenye uwepo wako, ili kukufukuza ndani yake. Ninaikemea, toka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuamuru leo ni siku ya kupokea uzima wa milele, uzima wenye kudumu, na hayo maumivu ninayafukuza, hautayasikia tena kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza neema yako Kristo iwe juu ya mtumishi wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Muda wetu umesonga, hata kama umesonga lazima tutaomba. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya, watu wa Mungu. Sasa tuendelee na maombi. Leo kuna kitu nataka nikufundishe kidogo ili ujue. Naomba ufungue Biblia yako katika kitabu cha Ufunuo. Sura ya 1. Tutaanza na mstari wa 9. Biblia kitabu cha Ufunuo. Ni kwa nini watu wengi hawapokei majibu? Maombi ambayo kuanzia leo tunaanza kuyaomba ni maombi ya kuchungulia kesho yako. Ni maombi ya kujua siri zilizofichika. Nafikiri nilijaribu kufundisha kwenye wakati wa toba ya mabadiliko. Watu wengi sana mlileta shuhuda na watu wengi mlinipa ushuhuda kiukweli namna Kristo alivyowatokea. Hata sasa tunakwenda kuomba maombi ya kuchungulia yajayo au kuchungulia yale yaliyopita ili kujua chanzo na kujua kesho ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 9. Nitasoma. Mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso ya ufalme na subira ya Yesu Kristo. Nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Kristo. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu. Mimi lengo langu ni huu mstari wa 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposoma katika hiki kitabu tunagundua mtumishi wa Mungu Yohana anajaribu kujitambulisha. Huo ufunuo aliupataje? Huo ufunuo alipewa vipi? Chanzo chake ni nini kupewa huo ufunuo? Anasema alikuwa katika kisiwa cha Patmo. Na kihistoria alikuwa amefungwa, maana yake alikuwa katika mateso mtu huyu. Lakini Biblia inasema kwamba ilikuwa ni siku ya Bwana. Alijuaje kwake kama ni siku ya Bwana wakati alikuwa kwenye mateso kwenye kisiwa? Unaposoma historia utagundua alikuwa kwenye mateso. Alikuwa amefungwa katika kisiwa cha Patmo. Ni eneo ambalo walikuwa wanapelekwa wafungwa hatari walioshindikana. Miongoni mwa watu ambao hakufa kifo cha mateso na cha kuchinjwa sijui na kuuawa na nini, ni Yohana peke yake. Ni Yohana peke yake. Kati ya wanafunzi wa Yesu ni Yohana peke yake. Wengine wote walichinjwa, wengine wote waliteswa na wakafa. Lakini huyu walijaribu kumuua, hakufa. Walijaribu kumchinja, panga halikuweza kumkata, kisu hakikuweza kumkata. Wakamtumbukiza kwenye lami, akatoka mzima. Wakamtumbukiza kwenye mafuta, akatoka mzima. Walifanya mbinu zote. Sasa wakaona wameshindwa. Wakamchukua wakampeleka katika kisiwa cha Patmo. Kisiwa kile kilikuwa kimejaa wanyama wakali, nyoka na viumbe wote wenye wa hatari. Na walikuwa wanawapeleka watu kule, wanakuvusha ng'ambo ya mto, wanakuvusha ng'ambo ya bahari, wanakupeleka kwenye hicho kisiwa, hata wao hawafiki. Ni kama wanakusukumia hivi, kwa sababu kule kulikuwa na wanyama wakali. Lakini Pedani Yohana anasema nalikuwa katika roho. Nisikilize, alikuwa katika roho. Sikia, ukiwa katika roho, huu mwili hauna matunda. Ukiwa katika roho, huu mwili hauwezi kuzurika. Ukiwa katika roho, huu mwili hauwezi kulogeka. Ukiwa katika roho, huu mwili hauna matunda ya aina yoyote kuhusu dhambi na kuhusu hisia za kibinadamu. Hisia za kibinadamu ndizo zinazoleta hofu. Ni huu mwili. Hisia za kibinadamu ndizo zinazoleta tamaa mbaya. Hisia za kibinadamu ndizo zinazoona matatizo. Hisia za kibinadamu ndizo zinazoleta uchungu na maumivu. Hisia za kibinadamu ndizo zinazoleta kumbukumbu mbaya au kumbukumbu nzuri. Ukiwa katika roho, maana yake umehamishwa kutoka katika ulimwengu huu, ingawa unaishi, ukaanza kuona mambo yasiyoonekana kana kwamba yapo, unayaona live. Yaani ni kama unaota ndoto. Ndo maana ya kukaa katika roho. Sasa nisikilize. Ameniagiza Bwana nikufundishe hili neno, ya kwamba tunatakiwa kuingia katika roho, tuweze kuchungulia mwaka wetu, tuweze kuijua hatima ya miaka yetu ijayo.
Sikia, Mungu anapoahidi watu, anawaahidi katika roho, hawaahidi katika mwili. Mungu unaposikia mtu anasema nimemsikia Bwana nilipokuwa ninaomba, alikuwa katika roho. Kristo kwa sasa anaishi katika roho, haishi katika mwili, kwa sababu mwili wake ulikwisha kufa. Alipofufuka, alifufuka katika roho, na ndiyo maana hakuonekana kwa kila mtu. Nisikie, Yesu Kristo baada ya kufufuka hakuonekana kwa kila mtu. Alionekana kwa wale wanafunzi wake 70, wale mia ngapi, wale 120. Alionekana kwa hao, akawaambia enendeni mpaka mtakapojazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, nendeni mkakae Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Alijidhihirisha kwa hao, na wakati Yesu Kristo wale wanafunzi wake kule Emausi, alitembea nao maili nyingi, wanamuona kama mtu wa kawaida. Mara baada ya kuanza kula chakula, alipotoweza tonge, na ndipo akajifunua kwao, wakasema ni Bwana. Wakamuona katika roho. Maana yake nini? Lazima uhame kutoka katika mwili wa kibinadamu, utoke katika mazingira ya kibinadamu, ukubali kwenda kutafuta upande wa pili. Na hiki kitu watu wa Mungu, hao watu wa upande wa pili, wanajua hizi siri. Unanielewa? Wanajua hizi siri. Kwa sababu wanajua hizi siri, na ndio maana wako lazi. Mtu ukaambiwa kwamba mtoe mme wako, au mtoe mke wako, au mtoe mtoto wako mpendwa, sio kitu cha kawaida. Unajua hata kutoa sadaka, ukijua kutoa katika roho, utatoa sadaka sahihi. Ukijua kutenda katika roho, utafanya kila kitu kitakuwa ni sahihi, sio katika mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, usipotoa sadaka katika roho, maana yako utakumbuka nina mahitaji fulani, utakumbuka nina malengo fulani, utakumbuka ni hii pesa nimeipata, kuna kitu hiki natakiwa nikitekeleze. Hautaweza kufanya yaliyo ya Mungu kwa sababu hauko katika roho. Tumezungukwa na ziki nyingi, tumezungukwa na mahitaji mengi, tumezungukwa katika magonjwa mengi, tumezungukwa katika mipango mingi chini ya jua. Haleluya, watu wa Mungu. Nisikilize kwa makini. Haya maombi nataka tuyaombe katika roho. Nataka tuyaombe katika roho. Hata kama ni dakika 2 nitakazo kuongoza. Lakini wewe ukinisikiliza kwa makini, ukinielewa, utakapoomba, kesho tutasikia shuhuda nyingi ya kwamba nilipokuwa ninaomba nikashangaa, nikamuona Bwana, naye Bwana akanipa mwelekeo wa mwaka kesho nitende nini, nifanye nini. Hauhitaji unabii, unahitaji kwenda katika roho, ukayachungulie mambo yako mwenyewe, ukaichungulie kesho yako, ukaichungulie mwaka 2026, uende kachungulie maisha ya watoto wako, kachungulie ndoa yako, kachungulie kazi yako ya mwaka kesho, kuna kitu gani? Kachungulie utumishi wako, kachungulie mpaka afya yako. Utaishi kwa uhakika, hautaishi kwa kupapasa. Nisikilize, watu wengi wanakuwa na tabia za kukata tamaa kwa sababu hawaijui kesho yao. Wanaishi kama vipofu. Yesu alitolea mfano akasema, kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, wote watatumbukia shimoni. Na nataka nikupe tahadhari. Nakupa tahadhari. Ni kwa nini nakupa tahadhari? Unayeongea naye ni nabii wa Bwana. Kikawaida nabii amepewa macho ya kuona. Hiki ninachokuambia, hebu jaribu kunifuatilia na ukitende hiki ninachokuelekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima uione kesho yako. Yohana anasema, nalikuwa katika siku ya Bwana, nalikuwa katika roho, nikamuona Bwana. Bwana akaanza kumpa maelekezo ya miaka mingi ijayo kwa makanisa 7 yaliyokuweko kule Efeso.
Bwana Yesu, sijui Pagamo, sijui wapi, akafunuliwa siri. Kuna kanisa lingine anaambiwa kwamba najua udhaifu wako, wewe si moto wala si baridi, unaishi katika vuguvugu. Mwingine akasema nayajua mateso yako, kwa sababu umekaa kwenye kiti cha shetani na shetani amekukalia. Sikia, walipewa uvumbuzi wa mambo ambayo yapo na yatakayotokea. Kwa hiyo huwezi kuijua kesho yako, huwezi kujua hatua zako. Na utajuaje kama hatua zako haziko sawasawa kama hujachungulia? Ndio maana kutakapokuwa kuna kucha unaona ni kawaida, kutakapokuwa kuna pambazuka unaona ni kawaida, mambo yanatokea yasitokee, wewe kwako ni kawaida. Na ndio maana watu wengi wameishi katika hali ya uchungu, kwa sababu hawajui kesho yao, kwa sababu hawajui ratiba zao, ratiba walizozipanga. Je, ni ratiba za kimungu? Kwa sababu kikawaida kila mtu unapofika mwaka unakaa unapanga kwenye ratiba yako, unaandika na daftari kabisa kwamba mwaka huu nataka kutekeleza lengo hili. Lakini je, hilo lengo lilolipanga ni mpango wa Mungu? Kuna mkono wa Mungu katika hilo lilolipanga? Mwaka huu nitaoa. Na ndio maana mwisho wa siku wanafika mahali mwaka umeisha, mambo waliokuwa wameyapanga hakuna hata moja ambalo limetimia. Biblia inasema mkabidhi Bwana njia zako na kisha mtumainie yeye, na yeye atayanyoosha mapito yako. Lakini hayo mapito yako utajuaje? Kwenye kitabu cha Yohana, waraka wa Yohana wa 3, Biblia inasema hivi, inasema hivi ya kwamba tukiomba sawa na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni yapi? Hiyo mipango yako ulionayo iko pamoja na mkono wa Mungu. Kumbuka, maisha ya mtu yamepangwa kwa ratiba na kwa majira na kwa muda maalum. Unaweza ukapangia vitu ambavyo kumbe vitatokea miaka 4 ijayo, au ukapangia vitu ambavyo vilishapitwa na wakati kwenye maisha yako, sio wakati wake. Haleluya! Lakini kama utachungulia, tukiomba sawasawa na mapenzi yake, anatusikia. Na kama anatusikia, tunazo zile haja tumuombazo. Watu wengi hawapokei majibu, lakini wanaomba. Ni kwa sababu wanaishi kwa kupapasa. Mtu mwingine nasikia ndani yake anajiuliza, mbona mimi maisha yangu yako hivi? Sikia, unayejiuliza swali hilo, nataka nikujibu. Sikia, unawaza miaka iliyopita na unaiwazia miaka utakayoishi. Sikiliza nikwambie, mambo ya miaka ni namba tu. Kumbuka, imeandikwa kwenye kitabu cha Hosea ya kwamba Bwana, kwenye kitabu cha Yoeli, Bwana atarejesha Hosea, Bwana atarejesha miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu. Kwani lile neno lina maana gani? Biblia inasema Bwana uzee wake ataurejesha kama tai. Ana maana gani? Ana maana ya kwamba kwa miaka uliobakiza anaweza akakupa dabo na ukafurahi. Haleluya! Akakupa dabo ukajikuta unaishi maisha kama kijana, ingawa huna nguvu, lakini ukawa na uzee mwema. Ukisikia mtu kuwa na uzee mwema, ndio huo wakati ya kwamba umemjua Mungu katika hizo nyakati, hizo nyakati za uzeeni. Ndio, nilipokuwa kijana sikukujua, nilipokuwa kijana sikufanikisha, lakini sasa nimegeuka. Maana yake nilipogeuka, na akiba zangu zote zilizokuwa zimefichwa na adui nitazipata, na nitakapozipata ndio nasikia uzee mwema. Maana sio kila mtu ana uzee mwema. Ukisikia uzee mwema, ni ile Mungu amekupa maradufu katika miaka hiyo ulioibakiza, na utakuwa na uzee mwema, utakuwa na uzee wenye kufurahi. Yes, nilikuwa nasikia nafsi ya mtu ilikuwa inajiuliza sana maswali, ndio maana nimekujibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu kuwa unaomba maombi ya katika roho. Paulo anasema naliomba katika roho na naliomba katika akili. Maombi ya akili ni haya, nisikilize. Maombi ya akili ni haya: umekaa ukaandika, na ulipomaliza kuandika ukaendelea kueleza au kutaka hiyo mipango ifanikiwe, uliwaza katika akili. Na kisha katika kuomba haukujazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Na hata hayo maombi Mungu pia anayasikia, lakini ninaposema maombi ya katika roho, ni ile hali ya kumtaka Bwana
peke yake. Kwenye maombi yako unamwendea Mungu kama hujui chochote. Unamwambia, Baba nisamehe, nataka kukuona. Kwa sababu unaweza ukatumia huu mstari, Yohana alipokuwa katika roho akakuona wewe, na mimi nataka nitoe katika mwili. Sasa nisikilize, vita mojawapo ya maombi ya katika roho. Unapoingia kwenye maombi ndipo mawazo mengi yanakusonga, kumbukumbu nyingi zinakusonga. Sio mbaya tu, unaweza ukajikuta unaanza kumwazia tu mume wako alivyo mzuri, anavyokutunza, watoto wako namna ulivyobarikiwa. Unaweza ukakaa hivyo, kama wewe ni mfanyabiashara ukashangaa unawazia tu faida utakazozipata hivyo. Hayo maana yake hayo ni matendo ya mwili. Sasa kuomba katika roho, kukaa katika roho, ni ile hali ya kunyamazisha vyote vya kibinadamu unavyoviona kwa macho, ulivyovisikia kabla, na hivyo ukishavifungia vile, na ndipo Roho Mtakatifu anakuchukua, anaungana na roho yako, anakuingiza ndani kwa ajili ya kuyajua siri. Unajua kuna sehemu moja wa Korinto Paulo anasema sisi tu mawakili wa siri za Mungu. Yaani sijui watu tunasomaje Biblia. Anasema sisi tu mawakili wa siri za Mungu. Ni nani ajuaye siri? Ni nani? Maana yake wakili ni mtu ambaye amepata siri zote za mteja wake. Kwa hiyo na sisi tu mawakili wa siri za Mungu. Siri zote za Mungu tunapaswa kuzijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo niombe tu kwamba tuendelee na maombi sasa, kwa sababu muda wetu umesonga. Lakini haya maombi ya kuomba katika roho, hili wiki tutaomba sana mpaka tutakapofikia mwisho, na kwa neema ya Kristo tutakuwa tumemaliza maombi yetu ya siku 14. Na maombi yetu ya siku 14 tunamaliza Jumapili. Itabidi tujikaze mpaka hiyo siku tuhitimishe, na tuingie mwaka mwingine kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Tuingie mwaka mwingine. Tuna maombi ya kuteka mwaka ujao, lakini ni lazima tuchungulie, tujue kilichoko kesho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nifuatishe sasa maneno haya mtumishi wa Mungu. Jamani, huu ni mwanzo tu, lakini mara baada ya hapo Roho Mtakatifu atakufunulia makubwa zaidi. Roho Mtakatifu atakupanua zaidi kuyaelewa. Roho Mtakatifu atakupa nguvu zaidi ya kuomba kuliko ambavyo mimi naweza kukuongoza kwa ufupi. Nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na neema ulionipa. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, ninatubu na kuomba damu yako ya thamani inioshe kabisa na kuniondolea hukumu na mashtaka ya kila namna. Kwa jina la Yesu Kristo. Siku ya leo ninatangaza neema yako kuwa juu yangu tena na familia yangu. Zaidi ya yote, ninaita ulinzi wako Bwana. Najificha damuni mwako, mimi na nyumba yangu. Ninakataa hila yoyote, ninakataa uongo wowote, ninakataa mitego yoyote kwa jina la Yesu. Kwa maana imeandikwa ya kwamba adui zako nao waona leo, kesho hautawaona. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Biblia inasema Bwana anatutangulia mbele yetu kuparainisha palipo paluzwa. Na mimi leo ninakuja mbele zako. Jambo la kwanza, ninakwenda kushughulika na kila fikra inayojiinua kinyume na elimu ya Mungu. Maana imeandikwa katika kitabu cha Wakorinto wa pili ya kwamba tuziangushe kila fikra kinachojiinua kinyume na elimu ya Mungu. Leo ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Ninaiteka nafsi yangu, akili yangu, hisia zangu, mtazamo wangu, mawazo yangu, ufahamu wangu. Kwa jina la Yesu, vyote vimtii Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Sikia nafsi yangu. Esther, sikiliza. Unasema jina lako. Esther, kwa jina la Yesu. Sikiliza nafsi ya Esther. Kaa kimya na utishwe na nguvu ya Bwana ili uweze kumsikia Bwana. Hivyo kwa jina la Yesu, leo ninavunja kabisa kila elimu inayosimama
kwenye fikra zangu, kila elimu inayosimama kuzuia mpango wa Mungu, kila elimu inayosimama kuzuia nisimuone Mungu, kwa jina la Yesu, hiyo roho inayonifanya niwe kipofu, hiyo roho inayonifanya niwe kiziwi, hiyo roho inayonifanya nisimuone Kristo katika maisha yangu, asijifunue. Leo ninatangaza kuivunja ndani yangu, na ninatangaza ya kwamba kila kitu kimekimbia kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ya kushindwa, hiyo roho ya uchungu imekimbia, kwa sababu nafsi yangu imetishwa na Kristo na inaongozwa na Kristo, na macho yangu yametiwa nuru na masikio yangu yapate kumuona Bwana Mfalme katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo ninatangaza katika ulimwengu wa roho, na gonga hodi, nataka kuishi katika roho, na hasa ninapokuwa kwenye mambo ya maombi kama hivi, nataka kuiona kesho yangu. Hivyo siwezi kuiona bila kumuona Kristo kwenye maisha yangu. Hivyo kwa jina la Yesu Kristo, leo ninatangaza, wewe roho ya kushindwa, unayeingia kwenye upofu, unayeingia kwenye ukiziwi, unayeingia kwenye moyo mgumu, unayenifanya nifikiri mambo mengi yasiyo na utatuzi wakati wa maombi, wakati wa kutafakari, wakati wa kusoma neno, kwa jina la Yesu, vunjika ndani yangu, vunjika ndani yangu, vunjika ndani yangu, vunjika ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa, huyo roho atawakumbusha yote na kuwatia katika kweli. Leo kila roho inamfanya Kristo, roho wa Kristo akimbie ndani yangu, ninakupiga na ninakupasua vipande ndani yangu kwa jina la Yesu. Mazingira yangu ambayo yamekuwa sababu ya kunikosesha, ya kumfukuza roho wa Mungu, ninatangaza kupasua kila uovu unaojidhihirisha kwa siri katika maisha yangu, ninapasua. Na kila nafsi inayojiinua kwa siri ili kunivuruga, na pasua raba shanda la basika, na pasua kwa damu ya Yesu Kristo. Kila milima iliyosimamishwa kwenye maisha yangu ili kunizunguka kama walivyozungukwa wana wa Israeli wakati wakielekea Kanaani, leo ninatangaza, imeandikwa ya kwamba kila kilima kitashushwa. Leo ninashusha milima yote iliyonizunguka kwa jina la Yesu. Mabonde yote yaliyowekwa ili yanifanye kushindwa, kwa jina la Yesu ninatangaza, mabonde yote yamesawazishwa, na kila mito na kila Yordani na kila bahari zilizosimamishwa mbele yangu kunifanya kushindwa, kwa jina la Yesu imeandikwa, Bwana atatangulia mbele yangu kupalainisha palipo paluzwa. Leo kwa jina la Yesu imeandikwa, kila achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe. Kila roho inayonitenganisha nisimuone Mungu, kila roho inayonifanya nisione kesho yangu, kila roho inayonifanya nisijue yanipasayo kutenda, kwa jina la Yesu Kristo vunjika na ukimbie. Milima yote shushwa, mabonde yote sawazishwa, mito yote inatokea mlango wa kutokea, unatokea nchi kavu, inatokea nchi kavu na njia, katika jina la Yesu. Raba shanda la basika, ora papa lika saka makaraba shanda la basika, ora bashanda la basaka, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo ninatangaza na ninasimama nikiamuru hiyo roho ya kuzimu, kimbia, kimbia, na kila malango yaliyofunguliwa kunishambulia, wadudu wa kila namna wananifuata kwenye maisha yangu ili kunidhuru. Leo ninatangaza, mimi ni moto ulao kwa jina la Yesu. Moto wa Bwana unawala mbele yao na nyuma yao, nao wanakimbia kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa wametumia mazingira ya ndoa, natangaza kusambaratisha kila ufalme uliojihuzurisha kwenye ndoa. Ikiwa wanatumia mazingira ya biashara, na kusambaratisha. Wewe uliyefunga milango ya uchumi, nina kusambaratisha na kupasua kwa jina la Yesu Kristo.
ninatangaza kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Isaya, jambo hili halitasimama kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sasa ninatangaza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ya kwamba mimi ni kiumbe kipya ndani ya Kristo, hivyo hakuna hukumu tena juu yangu. Kila neno lililosimamishwa kama ukuta, ninaupasua huo ukuta. Kila jambo lililosimamishwa kama mageti, ninang'oa hayo mageti na yatupa nje. Kila maneno yaliyosimama kama mikatale, natangaza hiyo mikatale inang'olewa na inaniachia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila neno lililosimama kama gereza, ninatangaza kuvunja magereza, maana tetemeko la Kristo Yesu rabashaka ninalituma pale lilipotokea kwenye msalaba wakati anakata roho. Maana siku ya leo natangaza imekwisha. Yaliyonisumbua miaka mingi imekwisha. Mwaka kesho ni mwaka wa amani. Mwaka kesho ni mwaka wa furaha. Mwaka kesho ni mwaka wa kupokea majibu. Mwaka kesho ni mwaka wa kumuona Bwana rakasika kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo leo kila magereza, misingi inatetemeka, milango inafunguka, mikatale inanikimbia kwa jina la Yesu. Walionifunga kwa minyororo, ninatangaza minyororo inaniachia kama ilivyomwachia mtumishi wa Mungu Samsoni alorabashaka. Roho wa Kristo, Roho wa Mungu alipoingia ndani yake, kulitokea tetemeko, maadui walikimbia. Hivyo na mimi ninatangaza leo kwa jina la Yesu Kristo, kila ufalme unaojihuzurisha kwa siri, unaojihuzurisha kwa siri, rabashaka, mimi siwezi kuona wanaofanya hila kwa siri. Imeandikwa, kila afanyaye hila kabla ya kunifanyia atafanyiwa yeye. Yule afanyaye kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kabla ya kufanya uharibifu ataharibiwa yeye. Ndivyo ninavyotangaza leo. Ninatangaza ya kwamba tetemeko la Bwana linatokea. Tetemeko lenye kuangusha milima, tetemeko lenye kuangusha kuta, tetemeko lenye kuangusha misingi ya gereza, tetemeko linaloondoa mikatale, tetemeko linalofungua makaburi, tetemeko kwa jina la Yesu Kristo. Riko saka raba shanda la basika, ora baba nika saka makaraba shanda la basika, kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninaamuru ya kwamba tetemeko linanifuata popote nitakapokuwepo. Leo napeleka tetemeko kwenye maisha ya watoto wangu. Tetemeko, kila nguvu inawaachia kwenye maisha ya ndoa yangu, kwenye maisha ya huduma, kwenye maisha ya uchumi, kwenye maisha ya utakatifu. Kila dhambi ambayo inanizinga kwa wepesi, leo ni tetemeko. Ikiwa asili yake ni roho za familia, tetemeko kwenye makaburi yao, kwenye maagano yao, tetemeko. Damu ya Yesu Kristo inaleta tetemeko. Damu ya Yesu Kristo inaleta tetemeko. Damu ya Yesu Kristo inaleta tetemeko, nayo ni moto ulao kwa jina la Yesu Kristo. Riko sakaraba shandarabasika, ninaamuru leo kila nguvu imeanguka na kuniachia kwa jina la Yesu Kristo. Kila ufalme umekimbia kwa jina la Yesu, kwa sababu kwa mimi Bwana ataponda falme, Bwana ataponda wenye mamlaka, Bwana ataponda taifa kwa jina la Yesu. Kila taifa lililojiinua kwa siri linapondwa. Kila mamlaka zinazojiinua kwa siri zinapondwa. Kila nguvu zinazosimama kwa siri zinapondwa kwa jina la Yesu. Imeandikwa, tuitieni, tengenezeni njia ya watu wangu. Na mimi ninatangaza, njia yangu ni shwari kuu. Njia yangu ni shwari kuu. Katika kila jambo ni shwari kuu. Riko sakaraba shaka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatangaza na ninaamini. Shika kwenye kichwa chako. Mikono yako ni mkono wa Bwana. Mkono wako huo ni mkono wa Bwana. Shika kwenye kichwa chako. Baba, ninakushukuru na kukutukuza. Huo ni mkono wako. Na kuanzia sasa ninafungua marango ya rohoni. Kristo,
Ninakusihi kila mmoja sema naye akiwa serious kutaka kukuona kwa jina la Yesu. Ninaita ulinzi, hakuna uovu utakaojipenyeza kwa asili. Damu yako ya thamani inene mema kwa ajili ya utukufu wako. Ninawaficha wote kwa jina la Yesu, walioko na wale watakao kuja kusikiliza baadaye, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni Krismasi huku kwetu, tayari ni Krismasi. Lakini kwa sababu tuna mapatano yetu ya siku na hili wiki tunatakiwa kumaliza Jumapili, niombe tu kwamba tutakutana watumishi wa Mungu. Wale watakaoweza kuingia sawa, maombi haya hatutayakatisha, lakini kwa wale ambao hamtaweza pia sawa. Ya Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Ya Mungu awabariki sana. Ya mbarikiwe sana, mbarikiwe sana. Ninaamini tu kuna mtu mmoja atasema mtumishi ule Krismasi na wewe. Haleluya. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Tukutane kesho. Asante. Samahani sana. Mtoto wangu saa hizi tunakaa kabisa, anachamka sana, ni mgonjwa. Mshike tumuombe. Baba, ninakushukuru na kukutukuza kwa ajili ya mtoto wa mtumishi wako. Mwekee mikono. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaiamuru hiyo homa inyamaze kimya. Hiyo homa inyamaze kimya.